Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Samia Suluhu Hassan pamoja na serikali yake wanatajwa kukabiliwa na hofu kubwa ya kiusalama kuelekea maandamano ya nchi nzima yaliyopangwa kufanyika tarehe 7 mwezi wa Julai mwaka wa 2026. Licha ya matamko mbalimbali yanayotolewa na viongozi wa kikanda na watendaji wa serikali akiwemo mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam Albert Chalamila pamoja na wakuu wa jeshi la polisi kuwahakikishia wananchi kuwa vyombo vya dola vimejipanga vizuri kukabiliana na fujo zozote, uwepo wa macho ya jumuiya ya kimataifa unaleta shinikizo kubwa kwa mamlaka zilizopo madarakani. Hali hii inasababishwa na kumbukumbu ya matukio yaliyojiri wakati wa maandamano ya tarehe 29 mwezi Oktoba mwaka jana wa 2025 ambapo nchi ilishuhudia vitendo mbalimbali vya ukandamizaji, jambo linalofanya dunia nzima kufuatilia kwa karibu kujua nini kitakachotokea safari hii. Mbinu mpya zinatumiwa na serikali kudhibiti harakati hizi zimeleta athari kubwa kijamii na kiuchumi, kwani hivi sasa swala la mgao na itilafu za umeme zitatumika kimkakati kama ilivyokuwa kwa uzimaji wa mtandao wa interneti nchi nzima katika kipindi cha nyuma. Shirika la umeme Tanzania limetoa taarifa rasmi kuwa itilafu za kiufundi zilizojitokeza hivi karibuni zinatumia takriban siku 7 kusuluhishwa, kipindi ambacho kinajumuisha siku ya maandamano ya siku chache baada ya hapo. Hatua inayotafsiriwa kuwa ni mkakati wa makusudi wa kuzuia maandamano ama mawasiliano na uratibu wa waandamanaji. Kudhibitiwa kwa nishati ya umeme kunaleta taswira ya jinsi utawala unavyojaribu kuepuka lawama za kimataifa zinazoweza kutokana na kukuta huduma za mtandao moja kwa moja, huku uwezekanayo wa kutumia vyombo vya dola kuizuia raia hadharani ukiwa mdogo kutokana na changamoto na mchakato wa kukusanya ushahidi unaendelea katika mahakama ya kimataifa ya jinai dhidi ya viongozi wakuu wa serikali. Mbali na matumizi ya miundombinu, kuna watu maalum wanaotajwa kutumiwa na mfumo wa utawala kwa ajili ya kufifisha nguvu ya maandamano haya, akiwemo kiongozi wa kidini Sheikh Mwaipopo ambaye amejitokeza hadharani na kutangaza kumiliki kundi linalojulikana kama mbwa mwitu au chui weusi kwa ajili ya kukabiliana na waandamanaji barabarani. Hatua ya kiongozi huyo kutoa vitisho hadharani imesababisha waandishi wa habari kuhoji ukimya wa jeshi la polisi ambao wameishia kudai kuwa wanafanya uchunguzi, huku kukiwa hakuna hatua zozote madhubuti zilizochukuliwa dhidi yake kutokana na mahusiano yake ya karibu na mtoto wa rais anayejulikana kama Abdul ambaye anataja kufadhili harakati hizo. Mtu mwingine ambaye anaonekana kushirikiana na mamlaka katika kurudisha nyuma harakati za vijana ni Clement Mwandambo, mwanaharakati ambaye awali alijizolea umaarufu mkubwa wakati wa matukio ya Oktoba, lakini hivi sasa anatumia ushawishi wake kuwasitisha wananchi wasijitokeze kudai haki zao. Historia ya harakati nchini Tanzania inaonyesha uwepo wa makundi mawili ya wanaharakati ambao kuna wale waliokaririwa msimamo wao dhabiti wa kukosoa mifumo ya ukandamizaji tangu nyakati za utawala wa awali zilizopita, na kundi jipya la watu wanaoibuka hivi karibuni kwa lengo la kujipatia maslahi binafsi ya kifedha kutokana kwa viongozi wa serikali. Uhakiki wa akaunti za mitandao ya kijamii za baadhi ya wanaharakati hawa wapya unaonyesha jinsi walivyokuwa wakichapisha maudhui ya ovyo wanayoikiuka misingi ya kiimani na kijamii, jambo linalothibitisha kuwa hawana nia ya dhati ya kupigania maslahi ya raia, bali wanatumiwa kama zana za propaganda kuizuia mabadiliko. Pamoja na jitihada zote hizi za serikali na wasemaji wake kuwa
katisha tamaa wananchi. Hasira na chuki dhidi ya utawala zimezidi kuongezeka kutokana na kuendelea kwa matukio ya utekaji, mateso, mauaji na ukiukwaji wa haki za binadamu mitaani bila hatua za kisheria kuchukuliwa dhidi ya wahusika. Ongezeko hili la kutoridhishwa kwa jamii linachochea pia na taarifa za kuuzwa kwa maeneo muhimu ya makazi na biashara jijini Dar es Salaam, ikiwemo mitaa ya Sinza, Kinondoni na Msasani, hali inayowafanya wakazi wa maeneo haya kuwa miongoni mwa makundi makubwa yanayopanga kujitokeza kwa wingi barabarani tarehe 7 Julai kulinda haki zao za ardhi. Familia nyingi ambazo hazijafanikiwa kupata miili au taarifa za ndugu zao waliopotea tangu kipindi cha nyuma, nazo zimeonyesha nia ya kushiriki maandamano hayo kama njia pekee ya kushinikiza mamlaka kutoa majibu ya ukweli kuhusu hatma ya wapendwa wao. Matamko mbalimbali ya kiongozi na viongozi akiwemo Paul Makonda na Albert Chalamila yanaendelea kulenga kujenga taswira bandia kuwa nchi ipo katika utulivu na usalama kamili, lakini uhalisia wa maandalizi ya kijeshi na hofu iliyotanda Ikulu inathibitisha kuwa serikali inatambua uzito wa sauti za wananchi maskini waliochoshwa na ugumu wa maisha na ukiukwaji wa misingi ya kidemokrasia. Ukweli uliopo nyuma ya pasia unaonyesha kuwa shinikizo la kisiasa limekuwa kubwa kiasi cha kuzuia matumizi ya nguvu ya wazi na kijeshi kama ilivyoshuhudiwa huko nyuma. Jumuiya ya kimataifa na mashirika ya kutetea haki za binadamu yameendelea kukusanya nyaraka za ushahidi madhubuti ili kuwasilisha mashtaka rasmi dhidi ya watendaji wote waliohusika na amri ya kutesa raia na kufunga mitandao ya mawasiliano. Sababu hii inafanya utawala kutafuta njia mbadala na zisizo za moja kwa moja kama mgao wa umeme ili kudhibiti mifumo ya kidijitali bila kuonekana wazi duniani kuwa wanakandamiza haki za kijamii na kiuchumi. Wananchi wanazidi kuhamasishana kupitia vikundi vidogo vidogo mitaani, huku wakitafuta mbinu mbadala za kukabiliana na changamoto za ukosefu wa nishati siku hiyo ya maandamano, ili kuhakikisha ujumbe wao unafika na sauti zao zinasikika kote ulimwenguni. Chuki dhidi ya viongozi wa kikanda inazidi kushamiri kufuatia kauli zao zinazoonekana kudharau hali halisi ya maisha ya wananchi, huku kukiwa na mfululizo wa matukio ya ukiukwaji na ukiukaji wa sheria na ukandamizaji wa kijinsia unaoripotiwa kila siku bila uvumbuzi. Wakazi wa Sinza na Kinondoni wameweka wazi kuwa hawatatishwa na vikundi vya Sheikh Mwaipopo wala vitisho vya waziri wa mambo ya ndani ya nchi, bali watasimama imara kulinda maelezo yao dhidi ya unyakuzi wa ardhi unaopangwa na viongozi wa juu wa serikali. Upinzani unaendelea kuratibu harakati hizo kwa siri kubwa ili kuepuka kukamatwa na mamlaka mbalimbali na kuwepo kwa idadi kubwa ya raia kuliko ile iliyoshuhudiwa mwezi wa Oktoba.